Na mtazamaji, ujambo na karibu. Jina langu ni Sam Amani, mwenzangu kwa lugha ishara ni Merisha Owiti. Karibu. Tume ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC imemteua rasmi Moses Ledama Sunkuli kama kaimu afisa mkuu mtendaji kuchukua nafasi ya Marjan Hussein Marjan. Sunkuli ambaye ni mkurugenzi wa huduma kwenye tume hiyo ameteuliwa kuwa kaimu wa muda wa miezi 6 kabla ya zoezi la kumteua afisa mkuu mtendaji mpya wa tume hiyo. Na kama anavyoarifu Daniel Kariuki, nafasi hii ya afisa mkuu mtendaji wa IEBC inaonekana kuwa yenye matatizo si haba. Kwenye barua kwa vyombo vya habari, mwenyekiti wa tume ya uchaguzi na mipaka Erastus Zedekon ametangaza badiliko jipya kwenye tume, akitangaza Moses Ledama Sunkuli kuwa kaimu afisa mkuu mtendaji kwa muda wa miezi 6. Because of that, we've come up with legal policies and procedures manual. Kuteuliwa kwa Sunkuli kulingana na barua ya Ethicon ni kutokana na kuondoka kwa aliyekuwa afisa mkuu Marjan Hussein Marjan Jumanne, ambapo alitangaza kuondoka kwake kwenye tume ya IEBC. Kibarua kwa Sunkuli kinaanza rasmi na kuhudumu hadi afisa mkuu mtendaji mwingine kuchukua nafasi hiyo ili kuhakikisha kuna mwendelezo wa shughuli za tume. Kaimu afisa mtendaji kabla ya kuteuliwa Alhamisi amekuwa akihudumu kwenye tume ya IEBC kwa muda sasa. Sunkuli amekuwa mkurugenzi mkuu wa masuala ya uchaguzi, nafasi ambayo imemwezesha yeye kuhusika kwenye swala la usajili wa wapiga kura, maandalizi ya uchaguzi na mipango ya uchaguzi kote nchini. Sunkuli alikuwa mwalimu hapo awali. Safari yake kwenye tume ya uchaguzi na mipaka ilianza mwaka 2009 akihusika na masuala ya uchaguzi kwenye maeneo bunge kabla ya kusajiliwa kama meneja wa uchaguzi katika kaunti ya Marsabit na baadaye kusajiliwa kama afisa msimamizi wa uchaguzi katika kaunti ya Kericho mwaka 2016 hadi mwaka 2022. Nafasi ya afisa mkuu mtendaji nchini Kenya inadhaniwa kuwa na mikosi kila wakati kutokana na mtindo wa kihistoria wa migogoro, shinikizo kubwa la kisiasa, mgawanyiko mkubwa wa ndani na kuondoka kwao kwa njia zisizoeleweka. Wa hivi majuzi akiwa ni Marjan ambaye aliondoka kwa njia isiyoeleweka miaka michache tangu kuchukua hatamu za uongozi kutoka kwa Ezra Chiloba ambaye pia aliondoka baada ya migogoro na mwenyekiti wa IEBC wakati ule. James Oswago pia aliondoka kwenye tume ya IEBC kwa njia zisizoeleweka. Daniel Kariuki, KTN. Na tusonge mbele mtazamaji. Wanafunzi katika taasisi za TVET wanakabiliwa na msukosuko mkubwa